Mimi kwa sababu wanasema mawazo ya mpira huwa yafanani. Siku zote huwa yafanani. Lakini mimi nirudi kwa ndugu yangu Mtitu, kuna kitu kimoja amekizungumza kizuri sana. Lakini nafikiri mimi nikichukua ile na niwafikishie ujumbe wa Tanzania wenzangu kwamba tungejifunza kwenye nchi ya Morocco, tungepata faida kubwa sana. Kwa sababu chama cha soka cha Morocco kimetengeza program, kimepeleka katika serikali na serikali ya Morocco imesapoti. Ndio hakubaliana miaka 50 waweze kufanyaje kuchukua kombe la dunia. Tena Morocco wamekwenda mpaka mbali zaidi. Wamejaribu kuwashirikisha mpaka wanawake, kwamba wanawake wa Morocco watafute wale wanaume mastaa wanaocheza mpira duniani, ikiwezekana wazae nao. Sio, unanisikiliza? Hiyo ni program ndani ya miaka 50 ya Morocco ya kuweza kutengeneza kwamba kuchukua kombe la dunia na wao kuendelea kuwa bora zaidi. Kwa hiyo niombe chama cha soka cha Tanzania TFF kitengeneze mchakato ambao ni bora, wakae na serikali yetu ya Mama Samia Suluhu, mama msikivu. Hili jambo unaweza kulifanya. Lakini leo ukiangalia Morocco wanafanikiwa, kabla kufika miaka 50 wanaanza kufanyaje kupata mafanikio. Mashindano yaliyopita wamecheza nusu finali, na bado namba yao ndani ya Afrika timu ya taifa iko vizuri. Kwa hiyo vitu hivi vilivyo tushirikiana kwamba serikali ndio iweke nguvu kubwa kwenye mpira wetu kwa program ambayo inapelekewa na chama cha soka cha nchi yetu. Kwa kila kitu ni kutengeneza mipangilio, mkiweka vizuri na serikali ikisapoti, mnavuka. Kwa hiyo program ya TFF itakayotengenezwa kupelekwa serikalini, serikali ikishika mkono, sitakuwa tumefanikiwa. Kujifunza kwenye nchi zilizofanikiwa sio aibu wala sio dhambi. Na ningemuomba hata rais wetu, kwa sababu ni msikivu, kipenzi cha Watanzania na ni mtu ambaye anaonyesha na mpenzi mkuu na mpira, achukue hao watoto wenye vipaji hawa, ajaribu kuwasambaza katika dunia, kuwaomba kwamba kama wana watano na wapeleka Spain, serikali inagharimia, au 6 na wapeleka Brazil, mimi nagharimia, na wapeleka Uingereza na serikali inagharimia. Yaani inakuwa inachukua watu kama inavyofanya Morocco. Ndio imefanya kitu cha namna hiyo, kwamba inachukua watoto wa vipaji na sambaza katika vituo vikubwa vya kuendeleza mpira duniani. Kwa hiyo ukitaka tuseme tuibebeshe TFF peke yake kama TFF yenyewe, basi tutakuwa tunaumia kila siku. Wewe maoni yako ni haya? Mimi maoni yangu ndo haya. Sawa. Mimi ngoja nimuulize Nasoro. Nimemsikiza mchangiaji pale mzee wangu. Yeye amesema, Nasoro, nadhani umemsikiza vizuri. Amesema hili ni la kwetu sote, hili lilotokea. Kama msiba wetu wote basi tunalia wote. Lakini mzee wangu pale pia alisema tusiwe wanafiki. Mazuri yapo. Sasa wewe umevaa kabisa na jezi ya timu ya taifa ya Morocco, Nasoro. Yaani umetukataa. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi ukiniambia mazuri yapo, mimi sijawahi kuona mazuri. Ndio. Kwa sababu ukisema kufuzu, sawa? Kufuzu Fekoni mwaka 82 wamefuzu, walipoishia wao na watu mpaka sasa hivi wanaishia hapo hapo. Unasema sisi tumeendelea nini? Alafu pili, tusije kudanganyana wa Tanzania. Kila mwaka tunasema sisi tuandae timu. Kila mwaka tuandae timu. Timu yetu itakuwa bora lini? Tokea tumepata uhuru mpaka leo miaka mingapi? Sawa? Miaka mingi. Tumefanya nini? Tusije hatua ya kutaka kudanganyana. Kwenye mpira hakuna tulichokifanya sisi. Tumeenda AFCON. Tumeenda Fekoni, kwani watu wajienda nyuma? AFCON back to back. Nyuma huko watu hawakwenda. Huko walokoenda walipoishia wazee wetu mpaka leo watu wanaishia hapo hapo. Hapo unatuambia sisi tumepata maendeleo. Tumepata maendeleo gani? Tusije kudanganyana. Mpira wa sasa hivi, subiri basi. Na pili, kwanza asije kuniambia mimi hapa. Mimi niliwahi kuongea hapa. Sawa? Na wakiliokopo Klausi, nilisema timu ya taifa haipo vizuri, pamoja na msemaji wenyewe wa timu ya taifa. Ukiwauliza Watanzania wengi hawamjui msemaji wa timu ya taifa ni nani. Kwa sababu hata timu ikicheza hapa, msemaji wa timu ya taifa hatoki kwenda kuhamasisha watu. Si unafiki, tunataka kudanganyana unafiki. Inafiki watu tuongee ukweli. Hebu tuangalie Madagascar walikuwa kipindi gani? Madagascar si muda mfupi tu Madagascar hao hapo. Tukae leo tuangalie sina Madagascar tupo wapi? Twende Komoro. Komoro tulikuwa tunawafunga goli 5, 6, 7. Kama angalie Komoro leo, kama utamgusa. Sawa, watu washekeza kwenye mpira. Alafu watu wanakuja kuongea, wanasema serikali fanya nini? Serikali inatoa ndege, serikali wanatoa hela kwa shirikisho. Kwa hiyo serikali wafanye wako kwenda kuibeba timu ya taifa mgongoni. Hii shida ipo ndani ya shirikisho.
Tusikae kufichana. Shirikisho hawajui nini timu ya taifa kinachohitaji. Labda niwaulize watu, kuna timu mwaka mmoja watoto wadogo miaka 17 ile siku 16 waliendaga Brazil kuchukua kombe. Mpaka leo wapo wapi? Wako wapi mpaka leo? Hao nyinyi wa Tanzania mkumbuki hilo? Ilitoka hapa timu moja inaitwa Kilimanjaro, ilienda Brazil ikachukua kombe. Ndio pale pale ilibidi wale watoto wale kwa vile wapo vile wachukuliwe, sawa? Wakuzwe, waendelezwe, waende juu. Matokeo yake wameenda watoto wameachwa, watoto wametawanyika, hamna kitu. Kwa hiyo tunakaa kila siku tunadanganyana. Tunakaa tunaandaa timu. Tuna karibuni miaka 50 na kitu. Tunaandaa nini? Madagascar hao tena kisiwa kidogo. Sawa? Wameenda mpaka robo finali, si nusu finali. Si kila siku tunakuja kudanganyana. Wazee wetu wamefuzwa hapo hapo, wametoka hapo hapo hawajamfunga mtu, na sisi tunafika hapo hapo hatumfungi mtu, tunasema tuna maendeleo. Si hatuna maendeleo. Na ndio maana wengine sisi tunatoka kwenda kushangilia sehemu nyingine. Kwa sababu hatuoni maendeleo ya nchi yetu inataka nini. Hivyo mpaka sasa sisi tunajua Tanzania tunataka nini? Timu ya taifa. Lazima tunajua. Hakuna. Wadau wapo wengi bwana. Hakuna, tunataka nini? Sisi tutaambulia hivyo kuandaa, wenzetu wanakuja kuchukua. Bana, timu yetu ya taifa imecheza na matokeo umeona. Mimi nisikuongelee, zungumza wewe. Mike hapa. Na kwanza nimshukuru Mungu niko sawa sawa. Lakini pia niwashukuru ndugu zangu wa Kajenjere kufika hapa. Mchezo umemalizika kwa Morocco kushinda goli 2-0. Na matokeo haya hakuna mtu ambaye alikuwa hajui nini kitaenda kutukuta zidi ya Morocco. Tumewapongeza sana wachezaji wetu wa Tanzania pamoja na shirikisho pamoja na technical staff lote. Wamefanya kazi kubwa sana. Bahati mbaya sisi wa Tanzania tunatofautiana kwenye maoni na mitazamo. Lakini sio faa. Kabla ya kufanya jambo lazima ufikirie mwisho wake. Hakuna mtu yoyote asiyojua ubora wa Morocco. Hakuna mchezaji yoyote wa Tanzania ambaye hathamini mchezaji mwenzake wa Morocco. Tumekwenda kucheza na timu bora kwenye bara la Afrika. Tumekwenda kucheza na timu ambayo timu yoyote kutoka nchi za Europe ikishindana na Morocco inafungwa. Msitumie vipaza kukashifu wachezaji wetu, kukashifu shirikisho. Tumefanya kazi kubwa. Leo hii namsikia mchangiaji mmoja anasema sielewi chochote shirikisho analofanya. Nimwambie tumetofautiana umri. Yeye ana umri mkubwa, lakini nimkumbushe tangu tunapata uhuru 1961 hakuna timu iliyofanya vizuri kwenye national team yetu hii kama utawala wa Wallace Karia. Pigeni makofi jamani. Uongo. Pigeni makofi na watu uongo. Tumefuzu mara 3 mfululizo. Na bado Mwenyezi Mungu akijalia 2027 tunakuwa wenyeji kwenye AFCON. Ina maana itakuwa ni mara ya 4 mfululizo tunacheza AFCON. Kuna nchi nyingine hazichezi ya mashindano. Kuna nchi nyingine zinapambana kuhakikisha na wao wanaingia kwenye mashindano. Tena nchi kubwa. Vibaya kuna baadhi ya Watanzania akili zao zimeganda. Na hizi akili zinaletwa kwa sababu shabiki anajiamua kuchukua eneo lake, mimi ni Yanga, mimi ni Simba. Anashindwa kufanya assessment ya kwenye mpira. Morocco, wewe unafunga goli 2 na Morocco unasema tumeonewa? Unasema timu mbovu. Wewe unasema timu mbovu. Morocco, Spain yule pale Spain. Spain bingwa Europe. Leo hii akicheza na Morocco Spain anafungwa. Na Morocco alimtoa Spain tunakumbuka. Yule pale kamchukua Brazil mara 5 mfululizo na wale kina Vinicius Junior. Wakikumbana na kina Kim Ziyech pale Morocco wanapasuka. Ni mnasema tu. Zungumzeni kwa kujenga. Tumefungwa sawa, nini kifanyike ili na sisi tushinde? Lakini huwezi ukasema sijui Zimbwe kafungisha. Mmesikia watu wengi? Mmoja jana anasema Clement Mzizi alikuwa hovyo kabisa uwanjani. Sasa Morocco mnamjua, mnamsikia? Nusu finali mashindano yaliyopita. Morocco, na ndio maana wao wenyewe wanakuambia sisi sio Afrika.
Walikataa Afrika. Si kwamba wamejibagua, hapana, kwa sababu ya hadhi yao. Kuna Morocco anacheza ligi ya Tanzania hapa. Ayubu Black Reds alikuja hapa. Wamempiga misumara akasema mimi siwezi kucheza kwenye mpira nchi bwana hii. Watu wachawi namna moja bwana. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, kweli tumefungwa na kweli tumeumia. Lakini tumefungwa na timu bora. Tunapaswa kujipongeza kwa sababu tumefungwa na timu bora. Kujipigia makofi jamani. Tumefungwa na timu bora. Wenzetu walifungwa na timu nyingine. Kuna mtu alifungwa na Brazil goli 3 akasema, "Ni mmeona sisi tumefungwa goli 3 na Brazil. Sisi tumefungwa na bingwa wa dunia mara 5. Hii kwetu ni fahari." Msilalamike bwana kuhusu shirikisho. Nimewasikia. Yule Ayumu. Huyo Morocco. Kuna Morocco mwenye rangi bwana wewe. Wapo. Morocco mwenye rangi umemwonea wapi? Hizi njaa, hakuna Morocco mwenye rangi hii. Wewe Morocco na rangi? Morocco mwenye rangi umemwonea wapi? Hayupo. Wewe kabisa rangi. Wewe shika. Sema unataka kusema nini? Dosa utaongea hivyo kwa sababu wote mmetoka Tanga kucheza. Unakubali kwamba hakuna Morocco mwenye rangi hiyo? Morocco mweusi upo. Morocco hapo weusi. Hakuna duniani mtu mweusi anakosekana popote pale. Labda nikwambie hao wanajikataa. Ndio maana akakwambiaje hata timu yetu haiwezi kwenda kufanya vizuri sababu hao wanajikataa, na bila kusema ukweli nchi hatuwezi kwenda vizuri. Umemsikiza vizuri Dosa? Dosa nimemsikiza, hakuna anachoongea chochote kwa sababu katoka Tanga kucheza baikoko. Nikwambie hawezi kuongea chochote. Ujue hapa hatuongei kwa sababu watu tumetoka Tanga. Si ushanielewa? Sisi tunataka kuongelea mpira. Huyu ananiambiaje? Ngoja kwanza, unamaanisha nini kusema kwamba tuongee kwa sababu watu tumetoka? Huyu anaongelea sababu dada zake wametoka Tanga. Sisi tunaongelea mpira, usibai koko. Si ushanielewa? Sisi tunachozungumza anatuambia tumefuzu mara 3 mfululizo. Tumeenda kufanya nini? Hiyo mara 3 mfululizo tumefanya nini sisi? 82 walichoenda kukifanya na mpaka sasa hivi sisi tunafanya hicho hicho. Alafu unatuambia sisi eti tuna maendeleo. Tuna maendeleo gani? Lakini kipindi kile tulikuwa tunafuzu mara moja. Sasa mara moja unafuzu mara nyingi, unaenda kufanya nini? Sawa, mwanao kila mwaka anafeli. Wewe unajisifia mwanangu anasoma anarudi na nini? Anarudi na zero. Madagascar wameenda mara moja, wameenda robo finali. Wewe unasemaje? Kwa hiyo na Madagascar nani kafanya vizuri? Tufike wakati tuambiane ukweli. Bila kuambiana ukweli hatufanye vizuri. Hatujaje shirikisho kwenda kucheza mdumange au baikoko. Tunataka sisi timu ya taifa ifanye vizuri.